wa taasisi tuna wajibu mkubwa wa kuwajibika katika kazi zetu za kila siku. Tunajitahidi sana, na vile vile tuna jukumu pia la kukaa na watendaji wetu ili nao waweze kuwajibika. Unajua sote sisi ni wasimamizi wakuu, lakini tuna wajibikaji watendaji ambao wanafanya kazi zile za kila siku. Nao pia tuna haki ya kuwasimamia ili nao waweze kutenda haki, waweze kufanya kazi kwa bidii ili tuweze kuendesha hizi taasisi. Viongozi wa kamati ya Zanzibar CEO Forum wametakiwa kuwa wamoja na wenye ushirikiano katika kuendeleza malengo ya taasisi kwa jinsi walivyokubaliana kufanya kazi kwa bidii na ari kiutendaji. Hayo ameyasema msajili wa hazina Zanzibar Wahidi Mohamed Sanya wakati akiahirisha jukwaa la siku 3 la taasisi za umma na binafsi katika ukumbi wa hoteli ya Golden Tulip iliyopo uwanja ndege ule ya Magharibi B mkoa Mjini Magharibi. Msajili akawataka wakuu wa taasisi wa umma kuwa na mashirikiano na waandishi habari kwa kuwapa taarifa ambazo zinastahili kupewa kwa kuwajuza wananchi. Amelianzisha, amelilea, ameliratibu. Kwa hiyo kamati yake ikiongozwa na mwenyekiti na katibu wake, msirudi nyuma. Ukipata changamoto, mimi milango yangu iko wazi Maisara pale. Karibuni sana, tutasaidiana, tutafahamishana, lakini malengo yetu ambayo tuliokusudia lazima yatimie kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la pili, kwamba tumeona kwamba kumbe tukiwa pamoja mambo mengi yanakuwa mazuri zaidi. Tukishirikiana pia mambo yanakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo nitaomba sana, ikiwa taasisi yote ambayo haipo, ndugu mwenyekiti, basi jitahidi sana wewe na kamati yako mkaitembelea sasa ofisini wake na muifahamishe hayo yote tuliyofanya, na ifahamu hii dhana na aweze kuipokea. Tukikaa sisi kwa sisi tuliokopo hapa na kuna wengine ambao kama hakufika kwa moja nyingine, itakuwa tufike malengo ambayo tuliyojiwekea. Lakini la mwisho, tunakwenda katika hatua ya utekelezaji. Mimi napenda sana tukifanya kitu kisikawie. Kwa hiyo mimi nitapenda kuanzia Jumatatu hawa wakuu wote wa taasisi hizi ambazo wako hapa viongozi waanze kuona matokeo. Kama kuna maandishi yatakwenda, kama zitakwenda simu, kama zitakwenda message, kama ufuatiliaji na mengineyo, basi aanze kuonekana recently. Tusikae mpaka miezi 2-3 alafu tena mwenyekiti unakuja kuonekana tu umekuja juu ghafla. Tuko katika hatua ya utekelezaji na bado tunakumbuka yote ambayo tuliahidi hapa kwa wakuu. Basi jitahidi sana mwenyekiti na timu yako, ikifika Jumatatu inayokuja tuone utekelezaji. Lakini la mwisho, mimi ni mdau kubwa wa waandishi wa habari sana, na wanakuwa wananiambia, msajili wa hazina, mbona wako taasisi za umma hawatutafuti? Hata tukienda hawatoi ushirikiano. Sasa kupitia hadhara hii na wenyewe leo hapa inaagiza mashirika umma yote na sasa umma mwapokee, ufanye nayo kazi. Bila yao hawa itakuwa ile mazuri yote anafanya Mheshimiwa Rais kwa jamii itakuwa hayaonekani. Kwa hiyo naomba sana muwape ushirikiano, mwasaidie. Naamini mazuri mengi hapo mnayafanya. Mheshimiwa Rais afanya mambo mengi, kwa hiyo mwasaidie kuwapa taarifa zinazostahiki, wazifahamu, muwe mna urafiki nao, mshirikiane nao. Si kila siku kwenye magazeti yote yuko msajili tu. Msajili. Lakini mashirika na taasisi za umma hazionekani. Kwa naomba ile jambo pili lizingatie. Akizungumzia kuhusiana na uwajibikaji kwa viongozi wa mashirika ya umma, msajili Sanya anasema kitu cha msingi kwa sasa ni uwajibikaji. Unajua mambo mengi hapo na tuona serikali yetu inafanya mambo mengi na Mheshimiwa Rais anajitahidi sana katika mambo mbalimbali. Sasa mimi na waasi pia na washauri wa taasisi za umma pamoja na kwa mashirika umma kwamba wajitahidi sana kuendeleza mazuri yote ambayo yapo, na yale ambayo yote ya msingi wanataka kufanya basi waendeleze vizuri na mambo yaendelee. Uongozi una challenge tofauti kama kiongozi, lakini nao sababu kuthubutu kutekeleza zile dhana za uongozi pia. Kwa hiyo wao kitekeleza basi na mambo mengine yote yatakaa sawa.
Kwa hiyo nashauri sana ubunifu ni kitu muhimu kwa sasa, hasa serikali ya awamu hii, na mambo unaona yanavyoenda kwa spidi na ubunifu wa hali ya juu. Kwa hiyo na wao pia watekeleze ile maono na wengine ambao Mheshimiwa Rais anatekeleza kwa Juma Burhani ni mwenyekiti wa jukwaa la wakuu wa taasisi za umma Zanzibar. Anaelezea maazimio waliokubaliana kwa wakuu wa taasisi katika jukwaa hili. Tumefika leo siku ya 3, tumetoka na maazimio 8 ambayo yatamhusu tiara na taasisi kila moja, na tumekubaliana tutatengeneza dashboard ya ambayo itawaruhusu wakuu wa taasisi wote kuona utekelezaji unakwendaje, lakini na pia tutakuwa tunakutana kwenye quarterly basis ili kuona ufuatiliaji wa maazimio 8 haya. Katika miongoni mwa maazimio 8 haya kuna maazimio ambayo ya kwenda kupeleka huduma bora kwa wananchi, lakini pili kufanya digital transformation ya taasisi zetu, na tumetoka na azimio kuu ambalo tuhakikishe kwanza ile miundombinu iliyowekwa na serikali, kwa mfano e-office, lazima kila taasisi iwe na e-office na lazima ifanye kazi. Kwa hiyo tumepeana timelines ambazo tutahakikisha kila taasisi inakwenda kufanya hivyo. Lakini pia tumekubaliana katika maazimio haya wakuu wote wa taasisi waende wakafanye training au waende wakafanye mafunzo kwenye taasisi ya Institute of Directors, ambayo wakuu wa taasisi wote wamepata sponsorship na Institute of Directors kuhakikisha mafunzo haya ya uongozi wanayapata on time, na pia wanakwenda na wao wana uhakika, yani wana ulazima wa kuhakikisha kila director katika taasisi zao anasomeshwa kupitia Institute of Directors. Kwa hiyo hili miongoni mwa maazimio hayo 8 haya ndio yataja, ndio tumeona makuu tunakwenda nayo kuyasimamia. Lakini kubwa zaidi naona kuna hamko mkubwa kwa wakuu wa taasisi, na tunategemea kupitia forum hizi tutaenda kubadilisha kwa ukubwa wake utekelezaji, usimamizi, lakini utawala bora katika taasisi hizi za umma. Baadhi ya wajumbe wa jukwaa na viongozi katika taasisi za serikali wakawa na haya kusema kutokana na jukwaa hilo lililofanyika kwa siku 3 hapa Zanzibar. Gani tunaweza kuboresha huduma zetu. Tumeweza kupata panel, tumeweza kupata discussion, pia tumepata mawasilisho kutoka wenzetu na wataalamu mbalimbali kutoka taasisi mbalimbali ambazo zimeweza kutuongoza kama watumishi wa umma jinsi gani tunaweza kubadilika katika corporate culture za kwetu kuendana na kasi nzima ya serikali ya awamu ya 8 ambayo inaongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, pamoja na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kuna mabadiliko makubwa ambayo yametokana nchini kwetu kutokana na mabadiliko ya uongozi na vision nzima ya uongozi pamoja na utekelezaji wa kazi zetu. Na sisi sasa kama viongozi wa umma kupitia forum hii kama hizi za kukaa pamoja tunaweza kushare changamoto ambazo tunazipata pamoja, lakini pia tumeweza kujifunza kutoka kwa wenzetu ambao wamefanikiwa nini wameweza kukifanya, na pia tumeweza kupata masuluhisho kutoka wenzetu jinsi gani wameweza kunavigate, wameweza kupita katika njia ambazo zimewawezesha kuvuka vikwazo mbalimbali, lakini pia kufanya kazi kwa kuondokana na tamaduni zetu za kazi ambazo zinatengenezwa rasimu, na kuangalia jinsi gani kama taasisi za serikali tunaweza cooperate katika ufanisi mkubwa zaidi unaoendana na sekta binafsi na kasi kubwa ya serikali ya awamu ya 8 ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Tumeshiriki katika jukwaa hili ambalo kwa Zanzibar tunasema ni jukwaa la kwanza ambalo limewakutanisha wakuu wa taasisi mbalimbali, na kupitia jukwaa hili kwanza tumepata kuungana wengi, kwa sababu wengi tumekuwa tukionana kwenye vyombo vya habari na baadhi ya mikutano, lakini ile kukutana kama watendaji na kuweza kujadiliana mambo mbalimbali ilikuwa haijawahi kutokea. Kwa hiyo platform hii imetukutanisha ma CEOs waliopo Zanzibar kwa pamoja, tumeweza kukutana kwa pamoja, lakini kuweza kubadilishana mawazo na maarifa. Lakini jambo jingine ni mada ambazo zimetayarishwa kwa ajili ya viongozi. Mada hizi zimekuwa ni chachu katika utendaji wetu wa kazi. Kuna mengi ambayo kila mmoja kwa namna moja ama nyingine amejifunza kupitia channel tofauti, lakini kuwepo kwa pamoja hapa, mada zile zimeweza kuwa ni chachu kwa sababu mifano na ile scope ya ule uwasilishaji imelenga moja kwa moja katika taasisi zetu na imetufumua macho
kuweza kufahamu kama mkuu wa taasisi ni nini unapaswa kufanya ili kuweza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Leo tunamaliza. Baada ya kumaliza kuna maazimio ambayo kama CEOs tumeazimia kupitia platform yetu hii. Miongoni mwa hayo ni kuendeleza taasisi zetu kufanya kazi kwa bidii na kwa ufanisi mkubwa, lakini pia kufanya transformation, kwa sababu tunaona ulimwengu sasa hivi ni ulimwengu wa kiteknolojia. Kwa hiyo jambo ambalo limesisitizwa sana ni kufanya kazi kwa kutumia mifumo ya kisasa. Hii inarahisisha utendaji, lakini pia inaondosha baadhi ya kadhi ambazo zinaweza kujitokeza kama kwenye mifumo ya fedha na kwenye shughuli nyingine. Lakini mbali ya hayo, platform hii nayo inatusaidia kuweza kujikuza sisi wenyewe, kwa sababu sawa sote ni CEOs, lakini kuna taasisi ambazo scope yake ni kubwa kiutendaji na kuna nyingine scope yake sio kubwa. Kwa hiyo kupitia platform hii itaweza kutuunganisha wakuu wa taasisi mbalimbali kuweza kushare ni namna gani taasisi moja iliweza kuendelea ili na wengine nao waweze kufuata. Kwanza mimi nichukue fursa hii kuwashukuru sana waandalizi wa forum hii ya CEO Forum, especially msajili wa hazina kwa kutuita na kutuweka pamoja CEO wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia tuliwaona wale wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kusema la ukweli, mimi kama CEO wa corporate nimefaidika sana. Kwanza nimepata connection. Kuna watu hapa nilikuwa siwajui ambao ni very important katika biashara yangu ninayoifanya kama shirika la umma. Leo tumeconnect na tumeondoka na nia njema ya kupata mikataba na wao kupitia forum hiyo. Lakini kuna mambo tumejifunza. Kuna watu walikuwa wakitoa elimu kuhusiana na namna ya kukaa na wafanyakazi, namna ya kupeleka biashara mbele. Kusema la ukweli, kule tulipokuwa na hapa tulipo ni tofauti. Lakini kuna mambo mengi mengine tumeyapata kupitia hii forum tuliyoifanya leo. Moja ni kuongeza biashara pia. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwanza kushukuru na kusema kwamba katika tamasha lijalo tunatarajia makubwa zaidi yapatikane kuliko yale ambayo tuliokuwa nayo sasa. Na kuna maazimio mingi ambayo tumeyafanya pale. Moja, kuwa na CEO clubs ambao tutakuwa tuna share idea kila siku, lakini imeundwa bodi ya wadhamini kabisa ya CEO ambayo itakuwa inachukua maoni ya watumishi na CEO na kuyapeleka pale, baadaye yasaidie kwenye kujenga. Kwa hiyo tunashukuru kwa kuwepo. Tumekuwa hapa katika CEO Forum kwa siku 3 na tumekuwa tuna mada mbalimbali ambazo zimewasilishwa. Kwa kweli zilikuwa zina manufaa kwetu kama viongozi wa taasisi, lakini pia kuna maazimio ambayo yametoka hapa. Moja, kwamba kila mwaka CEO Forum iwe inafanyika, kitu ambacho kitatuweka pamoja wakuu wa taasisi. Tutakuwa tunaangalia changamoto ambazo tumezipata au changamoto ambazo zipo kila siku, namna gani ya kuzitatua, lakini pia kuanzisha ile transformation za kimaendeleo. Tunatakiwa tukue, tusibakie tu hapa tulipo, tukue kimaendeleo. Na katika kukua kwenyewe sasa hivi tunaona tuko katika mifumo ya kidigitali. Tukue lakini kidigitali, lakini pia kuwasaidia walio chini yetu kuweza kuleta maendeleo ya nchi kwa pamoja. Sote tunajenga nchi moja, tunatakiwa tukue. Kuna taasisi ambazo tayari hizo ni kubwa, kwa taasisi kubwa pia nazo zimetakiwa kuwasaidia taasisi ndogo kuweza nao kuendelea, ili kuweza sote kwa pamoja kumsaidia Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika kuleta maendeleo ya nchi ili jamii ifaidike. Kweli ni jambo zuri ambalo walilolibuni, ni jambo ambalo tulikuwa tunalitaka kwa muda mrefu sana, kuweza kuwakutanisha watendaji wote wakuu wa serikali ili kuweza kuchangiana mawazo, lakini vile vile kuelezea changamoto zetu, namna ambavyo tunakumbana nazo kwenye utekelezaji wetu, kuweza kuunda chombo kimoja ambacho kinaweza kutupeleka. Lakini kwa mujibu wa swali lako, leo nimeondoka na mambo mengi sana. Kwa muda siku 3 hizi tumeshiriki katika tukio hili kubwa ambalo limeandaliwa na msajili wa hazina. Kwanza imetujenga sisi CEO namna gani tunakwenda kutekeleza majukumu yetu kidigitali zaidi. Lakini vile vile tumepata skills kutoka kwa watu tofauti. Unajua jambo huwezi kuliendesha peke yako, lakini unapopata mawazo kutoka kwa wenzako ni namna gani wao wamefanikiwa kupiga hatua,
walikuja wenzetu kutoka Tanzania bara, lakini walikuja wenzetu wataalamu tofauti katika tukio hilo. Kwa hiyo tumepata some ideas, lakini na elimu vile vile ikiwemo kukaa na wafanyakazi wetu. Unajua wakati mwingine wafanyakazi tunakuwa hatuwa value sana, lakini wao ndio ambao wanakuja kudeliver on behalf of us. Kwa hiyo kupata elimu vile vile namna gani tunakwenda kukaa na wafanyakazi wetu, namna gani tunaweza kuiongoza taasisi, namna gani tunaweza cooperation baina sisi pamoja na umma, kwa sababu tukiangaliwa na sisi ni mashirika ya umma. Kwa hiyo ni jambo zuri sana, na tumemwomba vile vile msajili wa hazina kwamba tusiishie hapa, na hili ndio adhima yetu katika maazimio. Hatutaishia hapa, tutakuwa tunaendelea kukutana katika kila muda uliopangwa ili kuweza kutengeneza chombo kimoja ambacho kinaweza kuwasimamia ma-CEO katika kutekeleza majukumu yao kiufanisi. Mkutano huo wa jukwaa la wakuu wa taasisi za umma na binafsi Zanzibar CEO Forum, ambao umeleta mafanikio makubwa kwa taasisi za umma na binafsi hapa Zanzibar. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka kwenye ukumbi wa mikutano Golden Tulip, uwanja wa ndege Wilaya Magharibi B, kisiwani Unguja, Mwarabu Madi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.